Kwa niaba ya afande OCD pamoja na mkuu wa kituo cha polisi Orkeesmet, nipende tu kutoa shukurani za dhati kabisa kwa upendo huu ambao umetuonyesha. Lengo kubwa la kuwepo hapa katika kituo cha polisi cha Orkeesmet ni kufanya matendo ya huruma, ambapo huwa tunafyeka nyasi, tunasaidia kazi mbalimbali ambazo huwa zinahitajika kufanywa. Idara ya vijana ya kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Simanjiro, katika kutekeleza jukumu la agizo la idara hiyo katika ngazi ya kanisa kiulimwengu la matendo ya huruma, walifanikiwa kutembelea kituo cha afya kinachoitwa Urban Health Center cha Simanjiro mjini na kufanya matendo ya huruma. Miongoni mwa matendo ya huruma waliyofanya ni pamoja na kufanya usafi katika viunga vyote vinavyozunguka kituo cha afya cha Urban Center Simanjiro, na sio hivyo tu, walishirikiana na baadhi ya washiriki wakizikusanya takataka hizo na kuzipeleka mahali pa kuzichomea moto wakati watoto wadogo walipokuwa wakifanya usafi wa kufagia katika maeneo mbalimbali ya eneo hilo. Mimi naitwa Elikana Juma Elikana, mzee wa kanisa la Endonyo, na siku ya leo ni siku ya matendo ya huruma. Tumefanya kazi katika kituo cha afya Orkeesmet, ambako pia tumeshiriki pamoja katika kufanya usafi wa mazingira, kufyeka, kuchoma taka na shughuli ndogo ndogo ambazo zilijitokeza katika eneo hilo. Kwa hiyo naamini kwamba kanisa halitaishia hapa, litaendelea kufanya kazi hii katika vipindi mbalimbali, na sio siku ya matendo ya huruma tu, hata siku za katikati ya wiki au mwezi, kadiri kanisa litakavyojipanga katika kushirikiana na jamii katika kufanya usafi. Mungu na wabariki sana katika zoezi hili na karibuni sana. Wanachama wa ASA ambao pia ni sehemu ya idara ya vijana kutoka katika shule ya Simanjiro Secondary School walishiriki pamoja nao pia, wakifyeka katika maeneo mbalimbali kama wanavyoonekana katika picha, ili mradi kwa pamoja na kwa umoja walihakikisha kituo cha afya cha Simanjiro Urban Health Center kinabaki katika hali ya usafi. Kwa majina naitwa Resti Safieli Mchomvu, nimetokea katika shule ya sekondari Simanjiro School ambayo ipo katika mkoa wa Manyara. Lengo kubwa la kuwepo hapa katika hospitali ya Urban ambayo tumesaidia kazi mbalimbali, tumewasaidia tumefanya usafi, tumecheka nyasi, tumechoma taka, lakini pia tumefaidia mazingira yamekuwa masafi. Lakini kitu kingine pia tunafanya kazi kwa ushirikiano. Vijana wetu kama mnavyowaona wanafanya kazi kwa ushirikiano, na nyinyi pia mkiwa mna muda, sio lazima mje mfanye katika usafi katika maeneo mbalimbali. Hapana, unaweza kumsaidia jirani yako mwenye shida, au unaweza ukawasaidia watu mbalimbali wenye shida, na Mungu pia atawabariki. Jina naitwa Jacqueline Nelson Muagama. Tumekuja hapa kufanya matendo ya huruma. Kama vile unatuona tunafagia, wengine wanafyeka. Nafurahi sana kufika hapa kwa sababu tunafanya kazi kwa ushirikiano na tunapenda kuwasaidia watu wenye uhitaji. Tunawashauri mpende kuwasaidia watu, maana na nyie mtakuja kusaidiwa baadaye mkiwa na shida. Asanteni. Kwa majina naitwa Adili Michael Mkeni. Mimi ni kiongozi msaidizi wa idara ya vijana mtaa wa Simanjiro. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kufanya usafi, na kusudi hili ni kuonyesha jamii ya kwamba wapo wahitaji wanaohitaji kupatiwa huduma hizi katika maeneo mbalimbali, na tunaendelea na zoezi hili, na kilele cha zoezi hili itakuwa ni Sabato ijayo ya tarehe 15 ya mwezi huu wa 3, ndipo tutakapohitimisha kilele cha programu hizi za kufanya matendo haya ya huruma katika eneo letu la Simanjiro. Asante. Baada ya kumaliza kufanya usafi katika kituo cha Simanjiro Urban Health Center,
Vijana hawa kwa pamoja waliungana kuelekea katika kituo cha polisi wilaya ya Simanjiro, ambao nao kwa pamoja wakiisha kupewa ruhusa na mamlaka ya kituo hicho cha polisi cha Orkeesmet, wote kwa pamoja waliungana tena kama walivyofanya katika kituo cha afya, wakifanya usafi, kuchoma taka na kuzunguka maeneo yote yanayozunguka kituo cha polisi cha Orkeesmet, wakifyeka, kukusanya na kufagia, ili mradi wakihakikisha kwamba kituo chao pendwa cha polisi kinabaki katika hali ya usafi. Naye msaidizi wa mkuu wa upelelezi wa kituo cha Orkeesmet kwa niaba ya uongozi wa kituo hicho aliwashukuru sana vijana wa Adventista wa Sabato wa mtaa wa Simanjiro kwa jinsi walivyofanya tukio hilo la kujitolea kufanya usafi katika kituo hicho, na alituma salamu zake kwa kusema maneno haya. Yesu Kristo. Amina. Kwanza kabisa, kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa polisi Hassan Kaisi, ni kaimu mkuu wa upelelezi Simanjiro. Kwa niaba ya afande OCD pamoja na mkuu wa kituo cha polisi Orkeesmet, nipende tu kutoa shukurani za dhati kabisa kwa upendo huu ambao mmetuonyesha wa kutuweka katika orodha yenu. Siku ya leo mmeweza kututembelea na kutusaidia zoezi hili la usafi. Kwa ufupi tu niweze tu kusema Mungu awabariki sana. Na niwaombe, kwa sababu hili jambo ni la msingi sana, liwe endelevu hata kwa taasisi zingine. Na sisi tunapata somo kwa sababu na sisi huwa tunashiriki vipindi vya usafi kwenye taasisi mbalimbali. Basi na mimi niseme tu kwamba na sisi tutaweka mikakati yetu ya kushiriki kama nyinyi mlivyoweza kushiriki katika kituo chetu cha polisi Orkeesmet. Sina mengi ya kusema kwa sababu muda umeenda. Niwashukuru sana. Niombe tu uongozi uweze kutupa sala tuweze kutawanyika. Asanteni sana. Leo ni siku ya matendo ya huruma. Tuko katika kituo cha polisi Simanjiro ambapo tumefika kwa ajili ya kufanya usafi katika eneo hili la polisi. Lengo kubwa ni kushirikishana na jamii au kushiriki pamoja na jamii katika kufanya usafi kama sera na miongozo ya nchi yetu inavyotaka. Na lengo kubwa ni kuhamasisha jamii pia kuweza kushiriki pamoja na jamii nyingine nayo wazunguka katika kufanya usafi na matendo mengine ya huruma. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kufanya usafi katika eneo la kituo cha polisi, tukiwa tunatekeleza mpango wa General Conference, tukiwa linafanyika kwa makanisa yote ulimwenguni kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kusudi hili ni kuonyesha jamii ya kwamba wapo wahitaji wanaohitaji kupatiwa huduma hizi katika maeneo mbalimbali, na vijana hawa wanafanya kazi hii kuonyesha mfano kwa jamii inayowazunguka kwamba maeneo kama haya, kwa mfano maeneo ya vituo vya polisi, wengi huwa wameyafanya kwamba ni maeneo ambayo hayawezi kufikika kwa urahisi. Lakini sisi tumefanya jambo hili kuhamasisha jamii kwamba vituo kama hivi vya polisi ni jukumu letu pia kuvipatia huduma kama hizi ambazo tumezifanya leo. Kwa majina naitwa Alice Godfrey, na kama unavyotuona hapa tuko katika kituo cha polisi na tunafanya matendo ya huruma. Lengo kubwa la kuwepo hapa katika kituo cha polisi cha Orkeesmet ni kufanya matendo ya huruma, ambapo huwa tunafika nyasi, tunasaidia kazi mbalimbali ambazo huwa zinahitajika kufanya. Mimi kwa jina naitwa Katarina Paulo, ni master guide katika mtaa wa Simanjiro. Tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya usafi nikiongozana na vijana kama kiongozi wa vijana. Tupo kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma katika siku ya Jumapili. Tumekuja katika kituo cha polisi cha Simanjiro wilayani hapa kwa lengo la kufanya usafi
na pia kuhamasisha jamii katika kufanya usafi. Ningependa kushauri jamii kuweka mazingira safi ya hospitalini, kituo cha polisi, hata nyumbani pia, ili kuepusha magonjwa na pia kuwasaidia wao wenyewe kuwa katika usalama zaidi. Asante. Naitwa Namsifu George. Nimetokea kanisa la Adventista wa Sabato Orkestrate Simanjiro. Nipo kanisa mama. Tumekuja hapa, tupo katika kituo cha polisi hapa Orkestrate, kituo kikuu. Lengo letu la kufika hapa kama Adventista wa Sabato ni wiki ya vijana ya matendo ya huruma. Taarifa hii imeandaliwa na kuletwa kwenu nami mtumishi wenu Mchungaji Julius Temba. Bila kusahau nyuma ya kamera alikuwepo Naomi Julius Temba. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha matukio na semina katika wiki hii. Tunawashukuru sana na tunaendelea kuwahimiza muendelee kudumu pamoja nasi katika akaunti yetu hii ya Rombo Interregion Ministry kwa taarifa mbalimbali, mafundisho na neno la Mungu. Mungu awabariki mpaka hapo tutakapokutana tena. Bye bye.